Naibu Rais Kithure Kindiki ametetea uamuzi wa serikali wa kusalimisha hisa zake katika kampuni zilizoorodheshwa ili kuchangisha pesa za miradi mikubwa ya miundombinu. Naibu Rais anasema hatua hiyo itapunguza shinikizo la kuchukua mikopo au kuongeza ushuru ili kukidhi mahitaji ya bajeti. Kindiki aidha alifichua kwa sekta ya maji ni miongoni mwa miradi mikubwa itakayofadhiliwa kutoka kwa hazina ya miundombinu, huku mipango ikiendelea kuimarisha upatikanaji wa maji hadi zaidi ya 76%. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki amepongeza uanzishwaji na utekelezwaji wa hazina ya kitaifa ya miundombinu ambayo anasema ni njia ya kibunifu ya serikali kufadhili miradi mikubwa. Finally, we have a way of mobilizing enough domestic resources without piling up public debt and without raising additional taxes. Just innovatively raising money by pooling part of the resources from the private sector. Kindiki anasema hazina hiyo tayari imepokea shilingi bilioni 100 kutokana na mauzo ya hisa zake katika kampuni ya Kenya Pipeline na shilingi bilioni 245 kutokana na mauzo sawa ya hisa za Safaricom. Kulingana na Naibu Rais, mradi huo unatarajiwa kufadhili angalau mabwawa 50 makubwa na mabwawa 200 ya ukubwa wa kadri na miradi mingine ya maji ambayo baadhi imekwama kwa zaidi ya miaka 30. Coming into force of a National Infrastructure Fund will also in a big way help us, especially in the area of water for irrigation and water for industrial use. Our confidence levels as a country now on responding to the needs of the country on infrastructure, water, we have higher confidence than before. Naibu Rais alisema hayo Ijumaa katika jumba la Harambee jijini Nairobi alipopokea ripoti ya hali ya miradi ya maji inayoendelea kutoka kwa Wizara ya Maji. Manufacturing is a primary sector. Without those two, you can take all the time improving your tourism and other services and including ICT and financial services where we are doing very well. But without tackling agriculture, transforming agriculture and manufacturing, no country will move to the next categorization in terms of economic categorization. Naibu Rais alipokea taarifa ya miradi ya barabara kutoka kwa Wizara ya Barabara. Alisema zaidi ya shilingi bilioni 270 zililipwa kwa wakandarasi mwaka jana, huku serikali ikihakikisha kukamilisha miradi ya barabara yenye umbali wa kilomita 8,000. Kindiki aliendelea kusema kuwa uboreshaji wa uwanja wa ndege wa kimataifa ya Jomo Kenyatta kwa gharama ya shilingi bilioni 157 umeng'oa nanga.